Matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu msikilizaji, mimi ni Karorobi. Hujambo, nami ni Martha Saranga. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Uingereza na Ujerumani zasema hazitaki kujitumbukiza katika mzozo mpana wa Mashariki ya Kati, wakati ambapo Rais wa Marekani Donald Trump akizitaka nchi za NATO kuchukua hatua kulinda mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi asema amefikia makubaliano na Urusi kuwa hakuna raia zaidi wa Kenya watakaopigana katika vita vya Urusi nchini Ukraine. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo aunda mahakama ya kushughulikia makosa ya kiuchumi na kifedha. Alete kwanza usalama kwa kote yetu ya Nord Kivu. Sheria ni ya mzuri, lakini ya kwanza ya kuchunguza ni kuangalia watu wenye wanatia sheria nabo hawaharibishe kungambo ya kuleta hali yenye haiko ya kawaida muuchumi. Na watabiri wa hali ya hewa nchini Kenya wanatahadharisha kuwa mvua kubwa inayoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini itaendelea hadi mwezi Mei. Na kwa hiyo tunatarajia mvua zitaendelea hadi mwisho wa msimu ambao ni Mei. Japo kuna sehemu fulani za nchi ambazo huenda ikapitiliza hadi mwezi wa 6 mwanzo. Viwanjani, winga wa Arsenal huenda katoa ubingwa wa Premier League akiwa bado mwanafunzi wa shule. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa za habari, nami Isabela Mwagodi. Ujerumani na Uingereza zinasema hazina mpango wa kuingilia vita dhidi ya Iran. Ujerumani ilisisitiza kuwa mzozo huo hauhusiani na NATO na haitapeleka zana za kijeshi kusaidia kukabiliana na kizuizi cha Iran katika lango la Hormuz ambalo ni la kimkakati. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer alisema hataki kuvutwa ndani ya mzozo wa Mashariki ya Kati, lakini alisema London inashirikiana na washirika wake katika mpango wa kulinda njia hiyo muhimu ya bahari ambao hubeba sehemu kubwa ya mafuta na gesi duniani. Mapema Rais Trump alisema itakuwa gharama kubwa kwa NATO ikiwa washirika wake hawatahusika. Sisi Marekani husimama na NATO, lakini wao hawatusaidii na Ukraine. Kuna dhana kati yetu kwamba haituathiri sisi, lakini tumewasaidia. Itakuwa jambo la kufurahisha kuona ni nchi gani haitatusaidia katika juhudi ndogo sana ambayo ni kulinda tu mlango wa bahari. Waziri wa ulinzi wa Israel amesema kuwa Walebanon waliohama makazi yao kutokana na mashambulizi dhidi ya Hezbollah hawataruhusiwa kurejea nyumbani kwao hadi kaskazini mwa Israel itakapokuwa salama. Israel Katz alisema onyo lake lilielekezwa kwa wakazi waliokimbia kusini mwa Lebanon. Jeshi la Israel kwa sasa linatekeleza operesheni za ardhini dhidi ya kundi hilo linaloungwa mkono na Iran. Lebanon iliingizwa katika vita hivyo wiki 2 zilizopita wakati Hezbollah iliposhambulia Israel wakilipiza kisasi mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran. Waziri wa mambo ya nje ya Kenya Musalia Mudavadi amesema kuwa Kenya imekubaliana na Urusi kwamba hakuna raia wake wengine watakaoingia upande wa Urusi nchini Ukraine kupigana katika vita hivyo. Tangazo hilo lilitolewa mjini Moscow baada ya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov, ambaye alisisitiza kuwa Wakenya walikuwa wamesaini mikataba ya kijeshi kwa hiari yao wenyewe. Hata hivyo, ripoti mbalimbali zinaashiria kuwa Wakenya wengi walihadaiwa kusaini mikataba hiyo ili kwenda kupigana. Idara ya ujasusi ya Kenya ilikadiria mwezi uliopita kuwa zaidi ya Wakenya 1,000 walikuwa tayari wamesajiliwa. Rais wa Kenya amezungumza nasi kuhusu swala la maslahi ya Wakenya walio nchini Urusi na haswa wale wanaoshiriki katika operesheni za kivita. Na ningependa kuweka wazi kwamba sasa tumekubaliana kuwa Wakenya hawatasajiliwa kupitia Wizara ya Ulinzi hapa Urusi. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kambi kadhaa za kijeshi kaskazini mashariki mwa Nigeria zimeshambuliwa kwa wakati mmoja mapema asubuhi na watu wanaodhaniwa kuwa wanamgambo wa kijihadi. Shambulio moja lilielekezwa kwenye eneo lililo karibu na Maiduguri, jiji ambalo halijashuhudia ghasia za aina hiyo kwa miaka mingi. Inasadikiwa kuwa washambuliaji hao walikuwa wa kundi la Boko Haram au kundi lingine lenye uhusiano na ISIS.
Inaripotiwa kuwa washambuliaji hao walidhibitiwa. Idadi ya majeruhi na vifo haijabainika wazi. Harakati za miaka 16 za wanamgambo hao za kutaka kuanzisha utawala wa Kiislamu nchini Nigeria zimesababisha vifo vya zaidi ya watu 40,000 na kuwafanya watu wapatao milioni 2 kukimbia makazi yao. Vatican imetangaza maelezo ya ziara ijayo ya Papa Leo barani Afrika. Ziara yake ya kwanza katika bara hilo tangu alipochaguliwa kushika wadhifa wa upapa mwaka jana. Taarifa zaidi na Sarafina Robi. Papa Leo atazuru Algeria, Cameroon, Angola na Equatorial Guinea. Ziara hiyo itaanza mjini Algiers ambapo Papa Leo atatembelea msikiti mkuu wa mji huo, mmoja wa misikiti mikubwa zaidi duniani, kwa lengo la kukuza umuhimu wa mazungumzo kati ya dini mbalimbali. Ziara yake katika nchi hiyo yenye idadi kubwa ya Waislamu itafanyika siku chache tu baada ya maadhimisho ya miaka 30 tangu kuuawa kwa watawa 7 wa Kikatoliki waliotekwa nyara wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Algeria. Nchini Cameroon, Papa atasafiri chini ya ulinzi mkali kuelekea mji wa Bamenda, kitovu cha mgogoro wa muda mrefu wa silaha kati ya serikali na makundi yanayotaka kujitenga. Na kuna ripoti kwamba kikosi cha Sudan cha Rapid Support Forces kimeanzisha mashambulizi katika miji miwili kwenye eneo la Kordofan. RSF imetangaza kuwa imetoa tena mji wa Bara katika jimbo la Kordofan kaskazini ambao ulikuwa umechukuliwa na jeshi mapema mwezi huu. Katika jimbo la Kordofan kusini, jeshi la serikali limesema kuwa limezuia shambulio la RSF na washirika wake dhidi ya mji wa Diling. Miji hiyo miwili ni muhimu kimkakati kwa RSF ambayo inajaribu kuuzingira mji wa El Obeid, mji mkuu wa jimbo la Kordofan kaskazini unaopatikana katikati mwa miji hiyo miwili. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Isabela Mwagodi. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji, yanapatikana visiwani Zanzibar kupitia Zenji FM, nchini Tanzania ni Radio Free Africa na Radio Kwizera. Nchini Kenya ni Nyota FM na Gulf Radio, Uganda ni Radio Lira na Radio Paidha. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasikilize kupitia Liza Del Radio na Radio Muungano Beni. Aidha yanapatikana kupitia FM, tovuti yetu bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, ambako hapo msikilizaji una fursa ya kutuachia maoni yako. Tukipata nafasi bila shaka tutayasoma kadri tunavyosonga mbele katika matangazo haya ya Dira ya Dunia. Jioni huko na Mekaro Robi nikiwa Nairobi, mwenzangu ni Martha Saranga akiwa Dar es Salaam. Kwema huko? Kwema kabisa. Asante sana Karo Robi. Ujerumani na Uingereza zimesema hazijioni zikijitwisha wajibu mkubwa zaidi katika vita dhidi ya Iran. Ujerumani imesisitiza kuwa mzozo huo hauhusiani na jumuiya ya kujihami ya NATO na kuwa haitatuma zana za kijeshi kusaidia katika kufungua mlango wa bahari wa Hormuz uliofungwa na Iran. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema hataki nchi yake kutumbukizwa zaidi katika mzozo wa Mashariki ya Kati, lakini akaongeza kuwa nchi yake inashirikiana na washirika wake kuhusu kupata njia mwafaka ya kuufungua tena mlango bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya kusafirisha mafuta na gesi duniani. Taarifa zaidi na Elizabeth Kazibure. Falme za Kiarabu na Umoja wa Ulaya zinasema zimekuwa zikikabiliana na mashambulizi mbalimbali ya makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Iran. Moto umezuka kwenye ghala kubwa la mafuta mjini Fujairah, lakini mamlaka inasema moto huo umezimwa. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai wenye shughuli nyingi duniani umeanza tena kurusha baadhi ya ndege baada ya ndege zisizo na rubani kusababisha moto kwenye tanki la mafuta lililokuwa karibu. Abu Dhabi, raia mmoja aliuawa na kombora, huku Iran ikiendelea kulenga nchi za Guba ikiwa kama hatua ya kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya Marekani na Israel. Saudi Arabia imeharibu zaidi ya ndege zisizo na rubani 60 za Iran usiku wa kuamkia leo. Mashambulizi zaidi yametokea Tehran, huku Israel ikisema inatekeleza wimbi jingine la mashambulizi. Awali, Rais Donald Trump ameionya NATO na kusema inakabiliana na taswira mbaya sana ya baadaye ikiwa wanachama hawataisaidia Marekani. Tunazungumza na nchi mbalimbali kuhusu kushirikiana kusimamia usalama wa milango bahari, kwa sababu bila kufanya hivyo, kama unavyojua, sisi hatupati mafuta mengi sana, labda 1% au 2% tu. Lakini kwa mfano, China hupata karibu 90% ya mafuta yake kupitia mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri kama nchi nyingine zitashirikiana nasi kusimamia usalama wa eneo hilo. Pia
Pia alitishia kuchelewesha ziara yake ijayo nchini China iwapo Beijing haitasaidia. Japan na Australia tayari zimesema hazitatuma msaada wa baharini. Rais Trump amesema ana mazungumzo na takriban nchi 7 kuhusu kusaidia kulinda mlango wa Hormuz, huku vita vyake dhidi ya Iran vikishuhudia uchumi wa dunia ukitikisika. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephol alisema NATO haina nafasi katika vita hii, lakini hatua zinazofuata za usalama wa pamoja zinaweza kujadiliwa mara malengo ya Marekani na Israel yatakapowekwa wazi. Kwanza, tunataka kujua kutoka Israeli na Marekani lini wanakusudia kufanikisha malengo yao ya kijeshi nchini Iran. Mara tu tutakapopata wazo kuhusu hilo, basi tunaona kuna haja ya kuhamia katika hatua inayofuata, yaani ile ambapo muundo wa usalama wa kanda hii yote pamoja na nchi jirani lazima uwe wazi. Na hiyo bila shaka itahitaji kuingizwa kwa Irani majadiliano ndani ya mfumo huu. Waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya leo atajadili kuongeza muda wa operesheni ya kikanda ya kisiwa cha Bahari Nyekundu ili kusaidia kufungua tena misaada ya kibinadamu. Kaja Kallas ndiye mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya. Kufungwa kwa Hormuz ni hatari sana kwa usambazaji wa mafuta na nishati barani Asia. 85% ya mafuta na gesi zinazopatikana katika Hormuz huenda katika nchi za Asia, lakini pia ni tatizo kwa mbolea. Na kama kutakuwa na uhaba wa mbolea mwaka huu, pia kutakuwa na uhaba wa chakula mwaka ujao. Kwa sasa Israel imesema imeanza operesheni za ardhini zilizo na lengo maalum na za kiwango kidogo dhidi ya Hezbollah inayoungwa mkono na Iran kusini mwa Lebanon. Taarifa za mabomu makali zimeripotiwa mjini Tehran, huku Iran na Hezbollah zikishambulia Israel kwa makombora. Saudi Arabia imesema imepiga chini idadi kubwa ya ndege zisizo na rubani usiku kucha. Elizabeth Kazibure, Dira ya Dunia, BBC. Na msikilizaji, tukisalia katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati katika siku za mwanzo wa vita hivi kati ya Israel na Iran, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema anaweza kufanya kile ambacho alitaka kufanya kwa takriban miaka 40, kuangamiza kabisa kile alichokita kuwa utawala wa kigaidi Iran. Bwana Netanyahu aliwaambia Waisraeli kwamba kampeni ya mashambulizi tayari imefanikisha baadhi ya malengo yake. Isabela Mwagodi anakuarifu zaidi. Waziri mkuu wa Israel anasema vita hivi tayari vimebadilisha Mashariki ya Kati na nguvu ya Israel ndani yake, hata wakati makombora ya Iran yanapoendelea kurushwa yakijaribu kupiku mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel mchana na usiku. Israel imekuwa ikipanga vita dhidi ya Iran kwa miongo kadhaa sasa. Nimrod Shefa ni jenerali mstaafu wa jeshi la anga la Israel na mgombea wa upinzani. Anasema ushindi utategemea kurejesha akiba ya Iran ya uranium iliyoratibiwa kwa kiwango cha juu. Iran imekuwa dhaifu zaidi sasa. Hii ni kweli. Wamepoteza jeshi la anga, wamepoteza ulinzi wa anga, wamepoteza uwezo wao mwingi wa makombora ya balistiki, wamepoteza jeshi la majini na wamepoteza rasilimali nyingi sana. Sasa wamesema, sawa, tumeelewa mchezo huu. Sasa tunafahamu mtaendelea kutushambulia hadi tutakapokuwa na uwezo wa nyuklia. Hali hii inaweza kuwa mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Tishio la makombora ya Iran haliwafanyi tena watu kukimbilia kwenye vyumba vya kujikinga kwa kasi za zamani. Lakini kwa watu wa utawala huo bado upo mamlakani, je, vita hivi vitakuwa vita ambavyo Israel italazimika kupigana tena baada ya mwaka mmoja au miwili? Ikiwa ni lazima, tufanye nini? Bado ni mafanikio makubwa sana, kwa sababu hawawezi kutuchukulia kama walivyotuchukulia hapo awali. Tishio la makombora ya Iran haliwafanyi watu kukimbilia tena kwenye vyumba vya kujikinga kwa kasi kama zamani. Lakini kwa kuwa utawala huo bado upo mamlakani, je, vita hivi vitakuwa vita ambavyo Israel italazimika kupigana tena baada ya mwaka mmoja au miwili? Israel, nchi ndogo stahimilivu yenye mfumo wake wa bei ya mafuta, inapigana ikiwa sambamba na mshirika ambaye ni nchi yenye nguvu kubwa duniani, inahofia gharama za nishati na vita vya muda mrefu. Malengo ya muda wa vita unaweza kuanza kutofautiana. Michael Oren ni balozi wa zamani wa Israel nchini Marekani.
Uhalisia wa kisiasa nchini Marekani ni tofauti sana na uhalisia wa kisiasa wa hapa. Na maanisha Netanyahu, hata watu wanaomchukia bwana Netanyahu katika upinzani wako nyuma yake kidete. Swali ni kwamba ratiba inategemea zaidi Marekani kuliko Israel. Sisi hatuhisi mzozo wa kiuchumi, hatuhisi kupanda kwa bei ya mafuta, hatuhisi shinikizo lolote kati ya hivi vinavyoikabili Marekani. Hafikwazi serikali ya Israel. Israel pia inapigana vita hivi kwenye mpaka wake wa kaskazini dhidi ya washirika wa Iran nchini Lebanon, Hezbollah. Mzozo unaojirudia ambao baadhi ya viongozi wa kijeshi wanaona kuwa ni fursa ya kumaliza kabisa. Vikosi vya Israel vimeendelea kukusanyika mpakani huku kukiwa na mazungumzo ya uvamizi mkubwa wa ardhini. Luteni Kanali Nadav Shoshani ni msemaji wa jeshi la ulinzi la Israel. Hivi sasa tunaangalia tishio la haraka. Baadaye kuna mchakato wa kuipokonya silaha Hezbollah. Inaweza kuwa mchakato wa kidiplomasia au mchakato wa kijeshi au mchanganyiko wa yote mawili. Lakini nadhani nchi za kanda hii na nchi za nje, Marekani, Ufaransa ikiwemo Uingereza, zinakubaliana kuwa Hezbollah inahitaji kupokonywa silaha kwa njia moja au nyingine. Hadi sasa, nguvu za kijeshi za Israel huko Gaza, Lebanon na Iran zimedhibiti tishio, lakini hazijatatua migogoro hiyo. Isabella Mogodi, Dira ya Dunia, BBC. Habari kuu jioni hii. Uingereza na Ujerumani zasema hazitaki kujitumbukiza katika mzozo mpana Mashariki ya Kati, wakati ambapo rais wa Marekani akizitaka nchi za NATO kuchukua hatua kulinda mlango bahari wa Hormuz. Na watabiri wa hali ya hewa nchini Kenya watahadharisha kuwa mvua kubwa inayoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali itaendelea hadi mwezi Mei. Hii ni BBC. Shukran msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa na Mika Rorobi na mwenzangu Martha Saranga. Tukisonga mbele, waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi amesema nchi yake imefikia makubaliano na Urusi kuwa hakuna raia wake zaidi watakopigana katika vita vya Urusi nchini Ukraine. Tangazo hilo ni kufuatia mkutano kati ya bwana Mudavadi na mwenyeji wake waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov uliofanyika leo mjini Moscow. Bwana Lavrov amesisitiza kuwa Wakenya walovitani walitia saini mikataba kwa hiari yao wenyewe kujiunga na jeshi la Urusi. Robert Kipto na taarifa hii. Serikali ya Urusi imesema itasitisha mpango wake wa kuwasajili wa Kenya kujiunga na jeshi lake kupigana nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi, ambaye yuko ziarani nchini Urusi, amesema baada ya mazungumzo na mwenzake wa Urusi, wa Kenya sasa hawatasajiliwa tena kujiunga na jeshi la Urusi. Zaidi ya Waafrika 1780 kutoka mataifa 36 ya Afrika wanaaminika kujiunga na jeshi la Urusi, na kwa sasa wako katika uwanja wa vita nchini Ukraine. Ripoti zimenadi kuwa Waafrika wengi, ikiwa ni pamoja na Wakenya, wanahaidiwa kazi nzuri nchini Urusi, lakini wanapofika huko wanalazimishwa kujiunga na jeshi baada ya kupewa mafunzo mafupi ya kijeshi. Idara ya ujasusi nchini Kenya imesema kuwa zaidi ya Wakenya 1000 wametumwa na Urusi kupigana nchini Ukraine. Akiongea baada ya kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov, Mudavadi amesema kuwa wameafikiana kuwa Wakenya sasa hawatasajiliwa tena kujiunga na jeshi hilo la Urusi. Mheshimiwa amezungumza nasi kuhusu swala hili la Wakenya ambao wako nchini Urusi, na haswa wale ambao wanahusika katika operesheni hiyo maalum. Na ninataka kuweka wazi kwamba sasa tumekubaliana kwamba Wakenya hawatasajiliwa kupitia idara ya ulinzi au wizara ya ulinzi ya Urusi. Hawatafikia vigezo vya kusajiliwa tena. Tangu kuanzisha vita nchini Ukraine mwaka 2022, Urusi imeshutumiwa kwa kuwasajili raia wa kigeni kujiunga na jeshi lake. Baadhi ya raia hao wamejiunga kwa hiari kutokana na mishahara minono na ahadi za kulipa marupurupu zaidi, huku wengine nao wakisema kuwa wamelazimishwa kujiunga na jeshi la Urusi baada ya kudanganywa kuwa wanapelekwa mjini Moscow kwa kazi zingine za ofisi au katika maduka ya jumla. Hata hivyo, Lavrov hakusema lolote kuhusiana na mkataba huo, lakini amesema kuwa Wizara ya ulinzi nchini humo imeanzisha uchunguzi kuhusiana na madai hayo ya Kenya ambayo imesababisha hofu kwa mshirika wake mkuu.
amesema kuwa Urusi haishurutishi mtu yoyote kujiunga na jeshi lake, lakini amesema katika operesheni maalum za kijeshi watu hujitolea kujiunga na jeshi la nchi hiyo kwa masharti na sheria za Urusi. Mwanariadha wa Kenya wa mbio za masafa marefu Evans Kibet, ambaye alikamatwa na wanajeshi wa Ukraine na kuzuiliwa kama mfungwa wa kivita, amenukuliwa akisema kuwa alihadaiwa kusaini kandarasi ya kujiunga na jeshi la Urusi baada ya kwenda mjini Moscow kwa dhamira ya kushiriki katika mbio za marathon. Asante sana msikilizaji. Jafari Kopo ukiwa Moshi, Tanzania, unasema vita haijawahi kuacha nchi husika salama hata siku moja. Charles Mushi unasema kutoka Ilemela, Mwanza, Tanzania, unategea sikio matangazo ya Dira Dunia jioni hii. Alan Busalu unasema unatusikiliza kupitia Facebook ukiwa Tunduma. Isaya Sambo Mpendamani kutoka Tanzania unasema hilo la kusajili vijana wa Kenya itoe funzo kwa viongozi wa mataifa mengine kuchukua tahadhari pale inaposema kuna ajira ughaibuni, wawe wanafuatilia kwa ukaribu. Halid Mohamed unasema ni vyema wanajeshi wa Urusi ambao ni raia wa nchi mbalimbali warejee makwao kwani nchi zao zinawahitaji. Na wewe msikilizaji unaweza kutuandikia maoni yako katika ukurasa wetu wa Facebook kama walivyofanya hao hapo. Katika sheria iliyotiwa saini DRC, Rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi ameiunda mahakama ya jinai ya kiuchumi na kifedha yenye jukumu la kushughulikia makosa ya kiuchumi na kifedha katika taifa hilo la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mamlaka hii maalum inakusudiwa kuimarisha vita dhidi ya uhalifu wa kiuchumi, hususan rushwa, ubadhirifu wa fedha za umma, utajiri haramu na hata utakatishaji fedha, jambo ambalo limezua hisia mbalimbali miongoni mwa raia, mashirika ya kiraia na wanasiasa nchini humo. Kutoka mashariki mwa DRC, Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo. Mahakama ya uhalifu wa kiuchumi na fedha itakuwa na uhuru wa kufanya kazi na bajeti yake yenyewe kujumuishwa katika bajeti ya kitaifa. Makao makuu yake yamewekwa katika mji mkuu wa Kinshasa kwa uwezekano wa kuunda makao makuu ya upili katika eneo la kitaifa. Kulingana na agizo hilo, chombo hiki cha mahakama kitaundwa na vyumba viwili, chumba cha majaribio na chumba cha rufaa. Itakuwa na angalau majaji 40 wakiwemo mahakimu 20 wa kadhi na majaji 20 wa wakadirishaji. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa kiuchumi na kifedha pia itaambatanishwa na mamlaka hii kuchunguza na kushtaki makosa yaliyo chini ya mamlaka yake. Nao raia wa kawaida wameelezea hapa mtazamo wao. Alete kwanza usalama kwa kote yetu ya Nord Kivu. Sheria ni ya mzuri, lakini ya kwanza ya kuchunguza ni kuangalia watu wenye wanatia sheria nabo hawaharibishe kungambo ya kuleta hali yenye iko ya kawaida muuchumi. Bora tu ile sheria ya raisi ikuwe kwa manufaa ya raia wote. Kama ni kwa kujikinga kuhusu madaraka yake haina maana. Mambo ya sheria, uchumi na biashara ituhusie, tunataka amani. Kesi zote zinazohusiana na makosa ya kiuchumi zinazosubiriwa sasa katika mahakama za kawaida zitaambatanishwa kwenye muundo huu mpya, na mara tu itakapowekwa. Mahakama ya uhalifu wa kiuchumi na kifedha lazima iwekwe ipasavyo ndani ya miezi 3 baada ya kuanza kutumika kwa sheria. Mpango huu ni sehemu ya hamu ya mamlaka ya kuimarisha uwazi na mapambano dhidi ya rushwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muisa Matari kutoka shirika la kiraia Amka Kongo mashariki mwa DRC amewaonya watakaohusika kutekeleza sheria hii iliyotiwa saini DRC kufanya kazi bila kuegemea upande wowote. Inji kama yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambamo rushwa na kutumia pesa za serikali vibaya na hata katika taasisi za kiserikali pesa zinatumiwa vibaya, pesa za wananchi. Mahakama hii ya jinai tunadhani kwamba inaweza kuwa tena msaada, na tunapenda sasa kumbe wale ambao wataweza kutumika katika mahakama hiyo wawe watu ambao wanapenda nchi na ambao watatumika kwa maslahi ya wananchi. Ezekias Muhaya kutoka upinzani wa PPRD katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kuwa ni tangu utawala wa Felix Tshisekedi ndipo uhalifu wa kiuchumi, rushwa, ubadhirifu wa fedha na umma, utajiri haramu na hata utakatishaji fedha umeshuhudiwa kwa asilimia mkubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jambo ambalo wamesema halitatoa matunda yanayofaa kulijenga taifa
taifa la Kongo. Unafikiri kama anatafuta kile kitu kitafuatilia watu gani, wakati mwenyewe rais hajui anapokea nini, lakini kila leo anasafiri. Anaposafiri ni mara ya kwanza tumeona rais ambaye anaweza kusafiri na watu 300 kwa safari moja. Unajiswali 300 watakwenda kufanya kazi gani kusudi wamshindikize, na kila mmoja yanapokea kila leo sababu alisafiri na rais. Nafikiri ya kwamba kile kitu amekitunga kinaongezea wizi tu, na watakaoingia ndani hapatakuwa Mswahili, patakuwa ndugu zake ambao watasimamia kitu kile kusudi tena aongezee, nao wajisaidie waibe. Nao wanasiasa wanaomuunga mkono Rais Felix Tshisekedi wamezungumziaje sheria hii? Musa Zialirwa ni mmoja wa vijana kutoka chama cha UNC mashariki mwa Kongo. Tulifurahi sana, lakini tunaweza penda hiyo tribunal ifanye kazi ambayo inastahili. Haiwezekani mali ya nchi ikuwe inaporewa na wale ambao wanapaswa kuheshimia mali ya raia. Haiwezekane mtu ambaye anaweza kuwa aliiba telefoni awe jela, lakini mtu ambaye aliiba pesa kubwa ambayo inaweza kujenga barabara, ambayo inaweza kujenga masomo, wabakie uhuru. Haya yanajiri siku chache tu baada ya mashiriki ya kiraia kuzindua programu ya simu ili kukemea rushwa katika DRC. Programu iliyoonekana kama sehemu mpya ya teknolojia ili kupambana na ufisadi katika DRC. Chubengorombi, Dira ya Dunia, BBC, Goma. Naam, hayo ni ya huko Goma. Msikilizaji, tumekuarifu mengi kuhusu mzozo wa Mashariki ya Kati, vile vile suala la Wakenya wanaoelekea Urusi na Ukraine, lakini vile vile hayo ya DRC. Naona kama ni wakati mwafaka sasa kuelekea michezoni kwa Kevin Buchana. Barabara kabisa. Nianzie nchini Burundi. Timu ya Aigle Noir ilishinda Muzinga mabao 4-1 jana Jumapili na kufanikiwa kutoa tena taji la ligi kuu, huku zikiwa zimebaki mechi 4 pekee kumalizika kwa msimu. Aigle Noir ina jumla ya alama 64 wakati mpinzani wake wa karibu Musongati akiwa na alama 50. Hivyo haiwezi kuifikia tena hata kama Aigle Noir itapoteza mechi zake zote zilizosalia. Katika mechi za vilabu bingwa kuwania ubingwa wa Afrika, CAF Champions zimepangwa kuchezwa wikendi ijayo tarehe 20 hadi 22 ili kuamua timu zitakazofuzu nusu fainali. Barabara kabisa nchini England katika ligi kuu, Max Doman anaweza kutoa ubingwa wa Premier League akiwa bado mwanafunzi wa shule. Winga wa timu ya Arsenal Max Doman ameweka historia kubwa katika Premier League msimu huu. Siku ya Jumamosi, Max Doman amekuwa mchezaji mdogo zaidi katika historia ya kufunga goli katika ligi kuu ya England akiwa na umri wa miaka 16 na siku 73. Alifunga goli hilo katika dakika 97 wakati Arsenal ilipoifunga Everton mabao 2-0. Doman bado ni mwanafunzi na anatarajia kufanya mitihani yake ya General Certificate of Secondary Education msimu huu wa kiangazi. Kwa sasa Arsenal inaongoza msimamo wa Premier League ikiwa na alama 70 katika michezo 31, ikitangulia Manchester City kwa alama 9, ingawa City ina mchezo mmoja wa kiporo na bado wana mchezo wa ana kwa ana dhidi ya Arsenal. Hali hii inampa Doman nafasi kubwa ya kutoa taji la ligi kuu akiwa bado anasoma. Wakati huo, Michael Carrick anaendelea kudhihirisha kuwa anastahili kupewa kazi ya ukocha wa kudumu ndani ya Manchester United. Hii inatokana na matokeo ya kuridhisha ambayo Carrick amekuwa akiyapata tangu aanze kuifundisha Manchester United kwa muda. Jana Jumapili, Carrick alisaidia United kuifunga Aston Villa mabao 3-1, matokeo yanaifanya United kusalia katika nafasi ya 3 ikiwa na alama 54 baada ya michezo 30. Carrick aliteuliwa kuwa kocha wa muda mwishoni mwa mwezi Januari mwaka huu baada ya Ruben Amorim kufutwa kazi kutokana na matokeo mabaya. Tangu akabidhiwe timu hadi sasa kuelekea mwishoni mwa msimu, Carrick ameiongoza klabu hiyo kushinda michezo 7 kati ya 9 waliocheza. Wakati huo, timu ya Tottenham imepambana sana katika uwanja wa Anfield na kulazimisha sare ya 1-1 dhidi ya Liverpool, huku klabu hiyo ikikabiliwa na tishio la kushuka daraja. Pointi hiyo moja imeifanya Tottenham kufikisha alama 30 na kukaa katika nafasi ya 16, huku Liverpool ikisalia nafasi ya 5 ikiwa na alama 49.
Katika mchezo wa tenis, Jannik Sinner amesema kuwa ushindi wake unamaanisha mengi kwake baada ya kuwa mchezaji mdogo zaidi wa kiume kushinda mataji yote yanayochezwa kwenye viwanja vigumu kufuatia ushindi wake dhidi ya Mrusi Daniil Medvedev katika fainali ya Indian Wells. Sinner ambaye anashika nafasi ya pili duniani alishinda mchezo huo kwa seti 2-0 katika mpambano uliodumu kwa saa 2 kwenye joto kali huko California. Kwa upande wa wanawake, Aryna Sabalenka ndiye ametoa taji hilo. Mbelarusi huyo ambaye ni namba 1 duniani alimshinda Elena Rybakina wa Kazakhstan katika fainali kali ambapo Sabalenka alishinda kwa seti 2-1. Na huo ndio mwisho wa makala yetu ya michezo na wachezaji. Jina langu ni Ive Buchana. Ni saa 1 kamili Afrika Mashariki, saa 12 kamili Afrika ya Kati. Habari kuu jioni hii. Uingereza na Ujerumani zasema hazitaki kujitumbukiza katika mzozo wa Mashariki ya Kati, wakati ambapo rais wa Marekani akizitaka nchi za NATO kuchukua hatua kulinda mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi amesema amefikia makubaliano na Urusi kuwa hakuna raia zaidi wa Kenya watakaopigana katika vita vya Urusi nchini Ukraine. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo aunda mahakama ya kushughulikia makosa ya kiuchumi na kifedha. Na watabiri wa hali ya hewa nchini Kenya wanatahadharisha kuwa mvua kubwa inayoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini humo itaendelea hadi mwezi Mei. Hii ni BBC. Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, karibu sana kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukiwa nami Karo Robin kiwa Nairobi, mwenzangu ni Martha Saranga akiwa kule Dar es Salaam. Matangazo hayo unaweza kuyategea sikio kupitia redio shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu, lakini vile vile yako kwenye FM, tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Rwanda imetishia kuviondoa vikosi vyake vya kupambana na ugaidi nchini Msumbiji ikiwa wafadhili wa kimataifa hawatoendelea kutoa fedha za kudumu. Rwanda imekuwa na vikosi katika mkoa wa Cabo Delgado tangu mwaka 2021. Tangazo hilo la serikali ya Rwanda linafuatia Marekani kuwekea vikwazo jeshi la Rwanda na baadhi ya maafisa wake wakuu wa kijeshi kwa kusaidia waasi wa M23 wanaopigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, madai ambayo Rwanda inayakanusha. Mwandishi wa BBC Ive Buchana ana maelezo zaidi. Katika tangazo lake kwenye mtandao wa X, waziri wa mambo ya nje Olivier Nduhungirehe alikuwa akijibu ripoti za vyombo vya habari kwamba ufadhili wa amani katika eneo hilo kutoka kwa shirika la amani la Ulaya ulikuwa unakaribia kuisha. Serikali ya Rwanda ilisema siku ya Ijumaa kuwa gharama zake ni angalau mara 10 zaidi ya euro milioni 20 zilizotumiwa na Umoja wa Ulaya katika operesheni za kupambana na wanajihadi huko. Tangu mwaka 2021, Rwanda imekuwa na vikosi katika mkoa wa Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji, ambako kampuni kubwa ya mafuta ya Ufaransa Total Energy inafanya kazi, ikisema juhudi zake hazifadhiliwi. Rwanda imekuwa na kikosi cha wanajeshi na maafisa wa polisi karibu 1000 katika mkoa huo, wakisaidia kupambana na waasi wenye uhusiano na kundi la Islamic State. Tuko tayari kuondoka Msumbiji ikiwa kazi yetu na mafanikio yetu hayatathaminiwa. Kazi ya jeshi kupambana na ugaidi huko Cabo Delgado imenufaisha watu wa Msumbiji na makampuni yanayowekeza katika gesi asilia, alisema msemaji wa serikali Yolande Makolo katika chapisho lake kwenye X. Kaskazini mwa Msumbiji kuna kiba kubwa ya gesi ambayo imevutia kampuni kubwa za nishati ikiwemo Total Energy ya Ufaransa, ENI ya Italia na kampuni ya Exxon Mobil ya Marekani. Waziri Nduhungirehe alisema Rwanda imewekeza kwa kiasi kikubwa na kupoteza askari kusaidia kuleta utulivu wa Cabo Delgado na kurejesha maisha ya kawaida na mradi muhimu wa gesi asilia, na haipaswi kukosolewa, kudhalilishwa au kuidhinishwa na nchi zinazonufaika na maendeleo hayo. Mwishoni mwa mwezi Januari, Total Energy ilianzisha tena ujenzi wa mradi mkubwa wa gesi huko uliosimamishwa miaka 5 mapema baada ya shambulio la wanajihadi lililosababisha vifo vya mamia ya watu.
Mradi huo wa gesi asilia unatarajiwa kuzalisha maelfu ya ajira na kusaidia kuifanya Msumbiji kuwa mmoja wa wauzaji wakubwa wa gesi asilia duniani. Tangazo hilo limekuja baada ya Marekani mapema mwezi huu kuwekea vikwazo jeshi la Rwanda na maafisa wakuu wa kijeshi kutokana na jukumu lao katika kusaidia waasi wa M23 katika mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, madai ambayo Rwanda imeendelea kukanusha. Mimi ni Yves Buchana, Dira ya Dunia, BBC. Takriban mwongo mmoja baada ya kushindwa huko Mashariki ya Kati, kundi linalojiita Islamic State limeweka kambi barani Afrika, huku matawi ya IS yakiibuka katika bara zima. Eneo la Somalia la Puntland limekuwa mojawapo ya maeneo makuu ya kimkakati ya kundi hilo. Mwaka jana Umoja wa Mataifa ulikadiria kuwa IS ilikuwa na hadi wapiganaji 800 nchini Somalia, huku zaidi ya nusu wakiaminika kuwa wanajeshi wa kigeni. Mwandishi wa BBC Sahnun Ahmed amekuwa kwenye milima ya Al-Miskad nchini Somalia kuungana na wanajeshi wa ulinzi wa Puntland ambao wanaongoza vita dhidi ya IS, na taarifa yake inawasilishwa na Sarafina Robi. Kaskazini mashariki mwa Somalia, kundi la wanajeshi wamekusanyika wakitazama kompyuta ndogo. Hao ni ISIS? Ndiyo. Wapo mbali gani? Kilomita 2.5. Wanajeshi hao wanatoka katika kikosi cha ulinzi cha Puntland na wanapambana na kundi linalojiita Islamic State. Mwendeshaji wa ndege zisizo na rubani wa jeshi ananionyesha wapiganaji wa Islamic State nje ya mapango. Anasema hawezi kusikia au kuona ndege yake isiyo na rubani inayotumika kwa ajili ya kukusanya taarifa za kijasusi. Islamic State wanajishughulisha kwenye mapango na mabonde kwenye milima ya Al-Miskat, kuleta wapiganaji wa kigeni, kuwafundisha na kujiunga nao. Sikuamini kuwa hapo, nilidhani ni propaganda tu. Dikhair mwenye umri wa miaka 24 alikuwa amekuwa kwenye mstari wa mbele kwa miezi 3 pekee aliposaidia kumkamata mwanamgambo wa Islamic State. Haikuwa hadi nilipomshika mmoja ndipo nilipogundua kuwa wapiganaji wa kigeni walikuwa wakishambulia nchi yetu. Anaweka picha moja, anainyoshia kidole kwa kujivunia. Huyu ndiye Hassan, raia wa Kituruki ambaye tulimkamata. Huyo ni mimi na huyo ni yeye. Alipigana kwa muda mrefu kwa uwezo wake. Alitumia risasi zake zote. Tuliona ni mpiganaji, kwa hivyo hakuna mtu atakayeamini kuwa siye. Islamic State sio kitu kipya, ni kikundi kilichoanzishwa hapa kwa mara ya kwanza mwaka 2015. Baada ya kutolewa kwa nguvu kutoka Syria na Iraq, Islamic State iligeukia Afrika na Somalia ikawa mojawapo ya ngome zake zenye nguvu. Jeshi limedhibiti tena maeneo yake, lakini vijiji ambavyo Islamic State iliwahi kutawala bado vina makovu. Tunasafiri kilomita 15 hadi Dardar, kijiji cha watu 600. Kwa msaada wa vikosi vya anga vya Marekani, jeshi lilichukua tena udhibiti mnamo mwezi Machi mwaka 2025. Kijiji hapa kinaonekana kimya kimya. Hapa naingia tu msikitini, nasubiri kukutana na imam ambaye wakati wa Islamic State walimfukuza. Assalamu alaykum. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama turjume, sisi ndio maimamu kwa sasa, na usipofuata maagizo yetu na kuondoka msikitini sasa hivi utapata kile unachostahiki. Lielewa kuwa watanikata kichwa hawa au kuniteka. Walitaka madaraka, walikuja kutawala wakiwa na bunduki nyingi. Kwenye kilima kidogo unaona jeshi limekita kambi. Jeshi limesalia hapa sio tu kwa kuhakikisha wanakijiji usalama wao, ila pia kuwa kizuizi kwa kambi za Islamic State zilizozagaa katika milima. Katika mstari wa mbele, vikosi vya Puntland viko macho dhidi ya hatari yote. Wanapanga kushambulia pango ambapo ndege isiyo na rubani iliwaona wanamgambo wa Islamic State. Tuko pamoja na jeshi sasa, na wanahama kwa vikundi vidogo vidogo kuelekea kwenye eneo jipya kukita kambi. Tukiwa na ndege isiyo na rubani ya Marekani isiyoonekana, tunasonga mbele hata zaidi. Kisha kombora linarushwa katika pango. Hakuna makabiliano, ndege isiyo na rubani inatumwa kutathmini uharibifu. Ndio hilo pango? Ndiyo. Linaonekana kuwa na uharibifu.
Baadaye tuliambiwa ndege zisizo na rubani za Marekani ziliwashambulia wapiganaji waliokuwa wamejificha kwenye mapango. Kundi la Islamic State linaonekana kuwa gumu kuondolewa nchini Somalia. Kuna hofu kwamba linaweza kujijenga upya na kurejesha ushawishi wake katika eneo lote. Hivi ni vita ambavyo jeshi la ulinzi la Portland haliwezi kushinda peke yake. Na msikilizaji, ukitafakari hayo, katika wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza, Tanzania, familia zenye watoto ambao walizaliwa kabla ya wakati kwa muda mrefu zimekuwa zikilazimika kusafiri karibu kilomita 100 kupitia barabara mbovu ili kupata huduma maalum za matibabu, ucheleweshaji ambao umegharimu maisha ya watoto wengi wachanga. Sasa kituo kipya cha huduma kwa watoto wachanga, yani Neonatal Care Unit, kilichojengwa na taasisi ya Doris Mollel na kufunguliwa rasmi na mkurugenzi wa kanda ya Afrika ya shirika la afya duniani WHO Profesa Mohamed Janabi, kinatarajiwa kutoa kuokoa maisha ya zaidi ya watoto 1300 kila mwaka. Mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure anaripoti zaidi kutoka Kwimba. Ni wanajeshi wadogo wanaopigana vita vikubwa. Katika wilaya ya Kwimba, baadhi ya watoto huzaliwa mapema wakiwa na uzani mdogo sana, wakipumua kwa udhaifu, huku maisha yao yakiwa hatarini. Kwa miaka mingi, familia zilikuwa zinasafiri kwa umbali mrefu, karibu kilomita 100 kwenye barabara zisizo nzuri kuelekea Mwanza mjini, zikitafuta huduma maalum kwa watoto njiti. Na kwa watoto njiti wengi, msaada ulikuja kwa kuchelewa. Lakini sasa kuna matumaini. Wilaya ya Kwimba imezindua kituo chake cha kwanza cha kutoa huduma maalum kwa watoto njiti. Kituo hiki kilijengwa na taasisi ya Doris Mollel na kuzinduliwa rasmi na mkurugenzi wa shirika la afya duniani kwa Afrika, Profesa Mohamed Janabi. Namba ya madaktari, ya wauguzi na vifaa vilivyokuwa pale vitaweza sana kupunguza hivi vifo viwili vyote ambavyo vimetizamwa, aidha watoto wanaozaliwa na kufariki mapema, whether mwezi mmoja au mwaka, neonat, au kabla kufikisha miaka 5. Kwa hiyo ukiwekeza kule kwenye msingi ili kina mama wasitembee kilometers and kilometers, wakaweza kuokolewa pale, ni progress kubwa sana. Kwa mwanamke aliye nyuma ya maono haya, kituo hiki kinaashiria miaka mingi ya wanaharakati alioifanya. Hawa watoto walisahaulika kwenye mipango ya serikali. Makabila mengi bado wanaamini mtoto anazaliwa kabla ya wakati sio riski. Wanaamini ni mtoto ambaye wanaweza kutumika kishirikina na akaleta manufaa ya kiuchumi kwa familia. Kwa hiyo ndio kitu ambacho sisi kama shirika tunatamani kife, kisiwepo na kisiendelee tena. Tulifanya kazi kubwa sana ya kuhamasisha jamii ijue kuhusu changamoto za watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Kikubwa naomba ujue kwamba hawa watoto walisahaulika kwenye mipango ya serikali. Kiukubwa walisahaulika kwa mpango wa budget, kwa mpango wa sera, kwa mpango wa sheria, kila sehemu walisahaulika. Ilikuwa ni jambo zuri kwetu kufanyia kazi kile ambacho kimesahaulika na kuwakumbusha jamii kwamba watoto wanaozaliwa kabla ya wakati wanaishi wakipatiwa mazingira bora. Ni kazi ya kila mtu kuhakikisha watoto hao wanaishi na tuwapatie mazingira bora. Na kwa wazazi, matokeo yake yanajidhihirisha wazi. Nilijifungua watoto wawili mapacha ambao walikuwa njiti. Walikuwa na kilo 1.1. Watoto walikuwa na shida ya kupumua, ndio maana manesi wakaniambia nikae hapa, kwa sababu walikuwa na vifaa vya kuwahudumia ili waweze kuwa salama. Mpaka sasa hivi mtoto wangu anaendelea vizuri. Nashukuru sana jengo hili na vifaa vya hapa. Na matumaini mtoto wangu ataenda vizuri na maisha yake yatakuwa sawa. Ukizaa mtoto kama huyo, usiseme kwamba eti huyu mtoto hawezi akapita, usimkatie tamaa. Yaani endelea tu kujipa moyo, endelea kumwombea, atapita tu. Kwa mujibu wa taasisi ya Doris Mollel, zaidi ya watoto 1300 wanatarajiwa kuokolewa hapa kila mwaka kupitia uboreshwaji wa huduma na upatikanaji wa vifaa tiba vya kisasa na kuleta tumaini jipya kwa familia nyingi. Mwanza ni nyumbani kwa zaidi ya watu milioni 3.5, lakini huduma maalum kwa watoto njiti ilikuwa inapatikana katika mji mkuu tu. Kwa miaka mingi, kuzaliwa kabla ya wakati ndani ya Kwimba kulimaanisha kupigana vita mbali na nyumbani. Sasa mapambano yanaanzia hapa, wakizungukwa na uangalizi mzuri wa ustadi na matumaini. Elizabeth Kazibure, BBC, Mwanza, Tanzania.
Asante sana Elizabeth Kazibure. Rais wa Nigeria Bola Tinubu anatarajiwa kuwasili jijini London kesho Jumanne kwa ziara ya kiserikali iliyoandaliwa na mfalme wa Uingereza Charles watatu. Ziara hiyo ni ya kwanza ya aina yake kati ya Nigeria na Uingereza katika kipindi cha karibu miongo minne. Rais Tinubu amewahi kutembelea Uingereza mara kadhaa tangu aingie madarakani, huku nchi hizo mbili zikiendelea kuwa washirika muhimu katika biashara, misaada na masuala ya ulinzi. Mji wa London pia una idadi kubwa ya raia wa Nigeria. Mazungumzo hayo yanatarajiwa pia kuangazia namna ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo kati ya nchi hizo mbili. Sabela Magodi na maelezo. Tinubu na mkewe Oluremi watapokelewa Jumatano na mwanamfalme William na mkewe Catherine ambaye ni bimfalme wa Wales. Baadaye Charles atampokea Tinubu kwa mazungumzo katika jumba la Windsor kabla ya kuandaa dhifa ya kitaifa jioni hiyo. Siku ya Alhamisi, Tinubu anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer pamoja na wanachama wa jumuiya wa Nigeria waishio ughaibuni. Kulingana na ratiba rasmi, wiki iliyopita mfalme Charles aliandaa mapokezi kwa ajili ya Wanigeria waishio ughaibuni katika kasri la St James. Samuel Orouje, mchambuzi wa masuala ya umma wa Nigeria na mwanachama wa kituo cha mafunzo ya maendeleo ya Afrika, alisema ziara hii ya kitaifa inatoa nafasi kwa Uingereza na Nigeria ambazo tayari zina uhusiano thabiti wa kidiplomasia kujadili usalama na biashara pamoja na masuala ya utawala kuelekea uchaguzi wa rais wa mwaka ujao. London na Abuja zilihitimisha ushirikiano wa kimkakati mnamo Novemba mwaka 2024 ili kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, uhamiaji na usalama. Benki nyingi kutoka nchi hiyo yenye uchumi wa 4 kwa ukubwa barani Afrika zina matawi nchini Uingereza, na mataifa hayo mawili yalitia saini makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi mapema mwaka 2024 chini ya serikali ya awali. Wakati huo mikopo ya mradi mkubwa wa ukarabati wa dola milioni 700 katika bandari za Apapa na Tinkan Island karibu na mji mkuu wa kiuchumi wa Lagos imedhaminiwa kwa sehemu na shirika la mikopo ya mauzo yani UK Export Finance. Mapema mwaka huu, Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema nchi hizo mbili zilikusudia kuimarisha ushirikiano wao kwa ulinzi kufuatia mauaji ya zaidi ya watu 160 katikati mwa mji wa Kwara yaliyohusishwa na wanamgambo wa kijihadi. Mke wa rais Oluremi Tinubu, ambaye ni mchungaji wa Kikristo, anatarajiwa kuhubiri katika ibada kwenye jumba la Lambeth na kukutana na wawakilishi wa kanisa la Uingereza, yani Church of England. Tinubu si Mwanglikana, lakini mkutano huo unakuja wakati mzozo umejitokeza kati ya kanisa rasmi la Uingereza na Waanglikana wa hafidhina kuhusu uchaguzi wa mwanamke kuhudumu kama askofu mkuu wa Canterbury. Katika kupinga kupanda kwa Sarah Mulali kama kiongozi wa kiroho wa Waanglikana kote ulimwenguni, kundi la Waanglikana wa hafidhina hasa wa Afrika walikutana Abuja mwezi huu chini ya ushirika wa Anglikana duniani ambao unajiita vuguvugu la Waanglikana wa kweli. Walimchagua Laurent Mbanda, askofu mkuu wa Rwanda, kuwa mwenyekiti wao. Lakini kinachokosekana kwenye ratiba rasmi ni mkutano kati ya Rais Tinubu na upinzani wa Uingereza. Kiongozi wa chama cha Conservative Kemi Badenoch, ambaye asili yake ni Nigeria, amekuwa akikosoa hadharani nchi aliyokulia kutokana na ufisadi na ghasia. Na msikilizaji, watu wengine 4 wamefariki dunia nchini Kenya baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko makubwa, ikifikisha idadi ya waliofariki kwa takriban watu 70 kufikia sasa. Zaidi na Victor Kenani. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya, watu 11 waliokolewa baada ya gari dogo la abiria linalojulikana kama matatu kunaswa na maji yaliyokuwa yakiongezeka mjini Nairobi. Watoto 2 pia waliokolewa kutoka katika nyumba iliyofurika maji. Mvua kubwa ilionyesha wiki iliyopita imesababisha mafuriko ya ghafla baada ya mito kuvunja kingo zake, hali iliyosababisha maji kuingia kwenye nyumba, kuharibu barabara pamoja na miundombinu ya umeme na maji. Baadhi ya barabara zimefungwa baada ya madaraja kuharibu katika jiji la Nairobi, huku shule kadhaa pia zikifurika maji kufuatia mvua kubwa ilionyesha siku ya Jumamosi. Wizara ya mambo ya ndani ilionya siku ya Jumapili kuwa maeneo mbalimbali ya nchi yanaendelea kushuhudia mvua kubwa, jambo linaloongeza hatari ya mafuriko. Mamlaka zimewataka wakazi wa maeneo ya mabondeni kuhama na kuelekea maeneo salama, huku zaidi ya watu 2,000 wakilazimika kuacha makazi yao na kutafuta hifadhi. Polisi wanasema shughuli za utafutaji na uokoaji bado zinaendelea kufuatia
mvua kubwa sana na mafuriko makubwa yaliyofuata ambayo yameathiri sehemu mbalimbali za nchi. Nusu ya waliopoteza maisha, watu 33, wanatoka katika jiji la Nairobi, ambapo mifumo mibovu ya mabomba ya maji imechangia sana, pamoja na kuzibwa kwa mito na njia za maji kutokana na ujenzi usiodhibitiwa. Rais William Ruto siku ya Jumapili alisema kuwa mamlaka zinafanya kazi ya kusafisha mifereji ya maji iliyozibwa. Rais Ruto pia alisema chakula cha dharura na msaada wa matibabu vinafikishwa kwa waathirika wa mafuriko. Mafuriko haya hayajaathiri Kenya pekee. Zaidi ya watu 100 wamefariki katika nchi jirani ya Ethiopia kufuatia mafuriko na maporomoko ya ardhi kusini mwa nchi hiyo. Sababu nyingi huchangia kutokea kwa mafuriko, lakini ongezeko la joto duniani linalosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi linafanya mvua kubwa kuwa ya mara kwa mara zaidi. Tayari dunia imeongezeka joto kwa takriban nyuzi joto 1.1 tangu kuanza kwa enzi ya viwanda, na hali joto itaendelea kupanda isipokuwa serikali duniani kote zichukue hatua kali za kupunguza uzalishaji wa hewa chafu. Nam, ili kufahamu zaidi nimezungumza na Dr. Richard Mwita, naibu mkurugenzi wa idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya. Hizi mvua zimo katika ule msururu wa msimu na ambao ni msimu wa masika ambao ni wa Machi hadi Mei, na kwa hiyo tunatarajia mvua zitaendelea hadi mwisho wa msimu ambao ni Mei, japo kuna sehemu fulani za nchi ambazo huenda ikapitiliza hadi mwezi wa 6 mwanzo. Nairobi kumeshuhudiwa mvua kubwa sana. Hili ni jambo ambalo lilikuwa linatarajiwa ama ndio zile ambazo tunaweza kusema kwamba ni msimu ambao ulikuwa haujatabirika? Mvua ambazo zilishuhudiwa zilikuwa zinatarajiwa, maana tulikuwa tumetoa ilani ya mvua nzito wiki moja kabla. Ina maana kwamba tulikuwa tumeitabiri na kusema kwamba mvua nzito ama mvua kubwa inatarajiwa si Nairobi tu, bali katika maeneo mengi nchini, na ambayo ilifanyika. Kwa bahati tuseme Nairobi ama kaunti ya Nairobi ikawa ndiyo iliyoathirika zaidi. Ni miaka mingi Bwana Mwita kushuhudia mvua kubwa namna hii, hasa katika jiji kuu la Nairobi. Nini kimechochea mvua hii kuwa kubwa kipindi hiki kuliko miaka ya nyuma kidogo? Kiwango kilikuwa cha juu, maana kuna baadhi ya sehemu ambazo ziliweza kunakili kati ya milimita 50 na milimita zaidi ya 100 kwa saa 24. Lakini hata hivyo ni kwamba watu hawakutarajia labda hii mvua itakuwa na ile athari ama tuseme ile hatari ambayo iliweza kujitokeza. Mvua hii ilitokea kabla mvua ya msimu haijaanza. Kwa hiyo huenda ikawa ndiyo iliyo kidogo chochea watu kutofahamu kwamba mvua ambayo haipo ndani ya msimu huenda ikawa pia ni nyingi. Lakini kichochezi hasa kilikuwa ni mojawapo ya viashiria vinavyojulikana kisayansi kama Madden-Julian oscillation, na ambacho ni kichochezi kinachoibuka tokea magharibi kielekea mashariki na kinaambatana na mvua. Na kichochezi hiki mara nyingi huwa kina sehemu mbili ama kina athari mbili. Kuna sehemu ambayo inaandamanishwa na hali ya ukame ama labda hamna mvua na labda hamna hali kali ya hewa, ila sasa sehemu hiyo nyingine ndiyo inaleta mvua. Na kuna kipindi ambacho hiyo sehemu ya pili inakuwa kwamba ina makali zaidi kuliko nyakati zingine. Kwa hivyo inaonekana kwa wakati huu sehemu hiyo ya Madden-Julian oscillation ndiyo iliyoibuka kwa kipindi hiki na kusababisha mvua. Hata hivyo tuseme sehemu za miji pia kuna wataalamu wengine ambao wamesema kwamba swala zima la miundo msingi pia imechangia kwa yale mafuriko kuwa na makali zaidi. Maana kumekuwa na majengo mengi na ambayo hayakuwepo miaka michache iliyopita, na pia ile mifereji na labda tuseme ile mitaro ya kule kupitiliza maji ikawa nayo haijashughulikiwa kisawasawa, na kwa hiyo ndiyo iliyosababisha hasa haya mafuriko kuleta maafa na uharibifu mwingine. Ni maeneo gani ambayo yanawatia wasiwasi na watu wanaweza kuchukua hatua gani kuepusha maafa zaidi? Kwa kweli tuseme nchi nzima inatarajiwa kupokea mvua nyingi msimu huu, mbali na ile misimu iliyopita kama vile msimu wa fuli wa mwaka jana na hata msimu uliokuwepo wa masika mwaka jana. Kwa hiyo tunatarajia mvua nyingi katika maeneo mengi. Kwa hivyo maeneo ambayo ni tambarare na maeneo ambayo hayana miinuko mingi, na hususan maeneo ambayo makazi ya watu ama miundo msingi
ipo karibia na zile chemchemi za maji ama karibia sehemu za miteremko, ina hatari kubwa ikilinganishwa na sehemu zingine. Kwa hivyo sehemu za miji zina hatari kubwa ya mafuriko ya ghafla, na pia maeneo ambayo ni tambarare ambamo hamna milima. Maeneo ambayo haina hatari ama si hatarishi zaidi kwa hali hii ya hewa ni maeneo ambayo yana milima, miinuko, kama vile maeneo ya mlima Kenya na maeneo mengine kama vile kule magharibi mwa nchi. Hata hivyo, ikumbukwe kwamba mabwawa mengi ya nchi ndiyo husababisha hasa mafuriko ambayo si ya ghafla. Maake yakijaa maji na yale maji yakaweza kubomoa kingo zake, kwa hivyo mito inafurika, na baada ya kufurika ile mito, yale maji yanatafuta sehemu ya kwenda. Kwa hiyo ina maana kwamba hata maeneo kama vile Nzoia, maeneo ya Masai Mara, maeneo tuseme hata ya kule ambako tuna maziwa ambayo ni ya bonde la Ufa, kuna hatari ya kwamba maziwa hayo na pia hata mito huenda ikafurika, na kwa hiyo kusababisha pia mafuriko ambayo huenda ikaathiri mashamba labda na mali na pia hata na watu. Na nyota bora zaidi wa Hollywood wametunukiwa tuzo zinazotamaniwa zaidi katika tasnia ya filamu Oscars. Pambano moja baada ya jingine liliongoza, huku Jessie Buckley wa Hamnet na Michael B. Jordan wa Sinners wakinyakua tuzo bora zaidi. Egan Sala na arifu zaidi. Mwaka huu tuzo za Academy Awards Oscar zimeshuhudia filamu ya One Battle After Another ikihitimisha kwa mafanikio makubwa msimu wake bora wa tuzo kwa kujinyakulia tuzo kuu ya usiku wa filamu bora, huku Sinners nayo ikishinda tuzo kadhaa muhimu. Ulikuwa ni usiku wenye ushindani mkali uliosheheni maonyesho ya kuvutia, kauli fupi zenye ucheshi, mitindo ya kuvutia kwenye zulia jekundu, pamoja na hotuba za shukrani zilizojaa hisia na machozi. Mwigizaji Jessie Buckley alitoa tuzo ya mwigizaji bora wa kike kutokana na uigizaji wake wa kuvutia kama mke wa William Shakespeare katika filamu ya Hamnet. My family, my Irish family, they're all here. Familia yangu ya Kiirlandi wote wako hapa. Ireland mwalipia safari zao za ndege. Tuko hapa. Mama, baba, asanteni kwa kutufundisha kuota ndoto na kutokubali kufungwa na matarajio ya watu, bali kujichongea njia kutokana na shauku yetu wenyewe. Jessie Buckley anakuwa Mu-Ireland wa kwanza kabisa kushinda tuzo hiyo katika kipengele hicho. Aidha, katika siku ya akina mama nchini Uingereza, alitumia hotuba yake kuikabidhi sanamu yake ya dhahabu kwa kile alichokiita vurugu nzuri iliyomo katika moyo wa mama. Tuzo kuu za usiku huo, zikiwemo za filamu bora na mkurugenzi bora, ziliendelea kushindaniwa vikali mmoja baada ya nyingine, hivyo kuthibitisha nafasi ya Paul Thomas Anderson kama mmoja wa watengenezaji filamu mashuhuri zaidi wa kizazi chake. Nyota wa filamu itwayo Sinners, Michael B. Jordan alitangazwa kuwa mwigizaji bora wa nafasi yake ya kuigiza mapacha wanaofanana, huku mwandishi na filamu hiyo Ryan Coogler akipokea tuzo ya chuo cha filamu Academy Awards ya kwanza katika taaluma yake. Filamu bora ni Mr. Nobody Against Putin, kuhusu mwalimu wa shule nchini Urusi anayejitia hatarini kurekodi propaganda kuhusu vita vya Ukraine. Alituma picha za video kwa mkurugenzi mwenza David Bostein ambaye alitoa onyo hili jukwaani. Mr. Nobody Against Putin inahusu jinsi unavyopoteza nchi yako, na kile tulichoona tulipokuwa tukifanya kazi na picha hizi za video ni kwamba unaiangamiza hatua kwa hatua kupitia matendo madogo madogo ya kushiriki au kukubaliana bila kutenda. Pale tunapokubali bila kupinga na serikali inapoua watu mitaani katika miji yetu mikuu. Kama kawaida, ucheshi ulitawala jukwani, na ni pale mtangazaji Conan O'Brien alitoa utani kadhaa. Ni jambo la kufurahisha kurejea tena kuwa mwenyeji wa tuzo za Academy Awards. Mwaka jana nilipokuwa mwenyeji jijini Los Angeles lilikuwa linawaka moto, lakini mwaka huu kila kitu kinaenda vizuri, huku akisimama kidogo ili kuongeza athari ya maneno yake.
Sawa sawa, asante sana Igan Sala kwa taarifa hiyo ambayo inatufungia matangazo haya Jumatatu ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo ambayo bila shaka msikilizaji unaweza kuyasikiza tena kupitia tovuti yetu bbcnewsswahili.com, lakini vile vile pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Unaweza kuyategea tena matangazo hayo kwa utuo zaidi. Unaweza kutembelea pia tovuti yetu kwa taarifa nyingine kemkem ambazo hazikuweza kupata nafasi kwenye matangazo haya, lakini matangazo mengine bila shaka yatakujia mwendo wa saa 3 usiku na mtangazaji kinara Ron Clifford na timu yake nzima. Matangazo ambayo unaweza kuyategea kupitia Star TV na vile vile K24, lakini pia yatakuwa mubashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kwa hapa basi nitoe shukrani za dhati msikilizaji kwako kwa kutenga muda wako wa thamani kuwa nasi kwenye matangazo ya leo, lakini vile vile msimamizi wa matangazo haya Victor Kinani wakishirikiana na Isabella Mwagodi, mhariri Robert Kipto, mafundi wa mitambo Jessica Pelembela na Mbaraka Abdalla, na mwenzangu Martha Saranga akiwa upande wa Dar es Salaam. Mimi ni Karorobi. Hadi kesho panapo majaliwa. Kwa heri.